Mtazamaji wa TBC1, hapa tupo Nungwi, tupo wilaya Kaskazini A na tupo katika kijiji cha Kidoti. Tunakutana na wakulima wa mwani ambao tumekuja kufahamu hapa shughuli hizi za mwani na kilimo cha mwani kwa ujumla, kwa maana sasa hivi ni kama ambavyo mmesikia, mwani una kazi nyingi. Unga wake huu tunaambiwa unasagwa, unasaidia mifupa, unasaidia watoto kuwa na akili, unatengenezewa mafuta, unatengenezewa vitu kadha wa kadha. Hongereni sana kwa kujishughulisha kina mama. Unaitwa nani? Naitwa Halima Ali. Nakaa Kidoti. Kazi yangu ni kupanda mkulima wa mwani, na mwani unatusaidia matumizi mbalimbali. Mwani unasaidia huu katika matatizo mbalimbali kama migonjwa watoto, hii kama mifupa. Unga huu unasagwa, ukishasagwa unapikiwa uji watu wanakunywa. Halafu yake unga ule unatumika katika sabuni. Sabuni halafu yake na kama hivyo uji unapikiwa huu watu wanakula ili wanaendelea. Na mimi mwenyewe napanda mwani huu kwa sababu nchini pangu hapa na matatizo. Napanda mwani huu usalama usalimini, narudi mwenyewe nchini pangu hapa na matatizo yote. Napanda mwani wangu, napanda huu mwenyewe, kisha panda na bauna na kuja zangu nyumbani na kaa na watoto wangu. Tukishapata mwani wetu tunauza, wenyewe tunakwenda kuuza, tunapata pesa 2-3. Unapata chochote? Basi. Vipi biashara ya mwani sasa hivi? Maana sasa hivi imekuwa maarufu sana na mpaka duniani watu wanazungumzia kote mwani. Vipi unaonaje biashara hapa katika kijiji chenu cha Kidoti na biashara yenu ya mwani? Inaendelea uzuri sana tu, maana tuna kiwanda chetu cha tunasaga sie unga wetu ule, wanakuja watalii mbalimbali kununua unga ule, na sabuni tunaunda sabuni ya mwani, wanakuja watalii kutoka mbalimbali wananunua, inawasaidia na sisi tunapata matumizi kusaidia na watoto. Kwa hiyo mnapata fedha za kigeni pia kwa kupitia mwani huu? Tunapata pesa za kigeni kwa kutumia mwani. Sawa. Sasa tunaelekea katika kipindi adhimu, kipindi cha uchaguzi. Nyinyi wakulima wa kilimo hiki cha mwani, vipi mmejiandikisha kwenda kupiga kura? Sisi tulijiandikisha kwenda kupiga kura, na nawaambia wenzangu wote ndio tukapige kura kwa sote, hapana hata mtu mmoja abaki nyumbani, sote twende tukapige kura ili tupate amani na utulivu katika nchi yetu. Sawa. Huwa mnaambizana katika vikundi vyenu vya ushirika na vikundi vyenu hivi vya wamama wakulima wa mwani kwamba mjitokeze mkapiga kura peke yake, au ni wewe tu peke yako una mwamko huo? Sote tushaambizana, jamani tusikae majumbani, twendeni tukapige kura kwa sote, hakuna atebaki nyumbani hata mmoja, si mwanamke si mwanamume. Kwa kila aliyetimiza miaka 18 twendeni tukapige kura. Vipi kuwepo wa amani unawasaidiaje nyinyi wakulima wa kilimo hiki cha mwani hapa katika kijiji cha Kidoti? Kijiji cha Kidoti tunaendelea uzuri sana tu, kwa sababu ya kupanda mwani tunapata pesa zetu, tunapata kuhudumisha watoto wetu, tunapata pesa, tunapata nyetu kushughulisha na watoto wetu kama sabuni, sare za skuli, mabuku. Tunapata faida nzuri tu. Alhamdulillah. Sawa. Kwa hiyo hapa tunavochambua hivi tunakuwa tunatoa kitu gani haswa hapa? Tunatoa kama haya machama, yani mle tunapotoa majini tunaleta juu kukauka, mna machama kayo madogo wenyewe tu tena tunachagua ili tukaupeleka kule kwa mnunuzi iwe hauna takataka, uwe msafi. Machama yenyewe ndio kama haya. Kama haya. Hayahitajiki. Yanachagulika haya. Katika kutoa majini unakuwa msafi, lakini katika kuweka nchi kavu inabidi pale unapoanikia pana machama itabidi ukishakauka kuna nyanyua hivi yanadondoka na haya machama, itabidi usafishe huwe mzuri. Maana yake hichi ni chakula watu wanasaga wanakwenda kula. Sasa hakitakiwi kichafu, hautakiwi mchafu humani. Ilikuwa kilo shilingi 600 hapo. 5-4 maana yake ndio hauna bei maalum. Kwa hiyo tukauacha kipindi kimoja huo mwani. Sasa tumerejea tena. Lakini katika kurejea soko hatuna. Lile soko la kuuza mwani hatuna pahali maalum. Kwa hiyo tunajitegemea wenyewe. Kamba tunanunua wenyewe. Mwani mbegu tunatafuta wenyewe, na tunawauzia wapo wenye kiwanda cha sabuni. Kwa hiyo wapo wajasiriamali wenyewe wale fanyia hicho kiwanda. Kwa hiyo wao wanaunda sabuni za mwani, wanaunda sabuni za mchaichai, wanaunda mafuta ya mwani, sabuni za mwani. Kwa hiyo sisi tunajitegemea kupeleka hapo. Kilo shilingi 1000. Lakini mwani kwa kilo shilingi 1000 haulipi, kwa sababu tunakotoka mbali, tunakopanda mwani
mbali. Kwa hiyo mahitaji yanakuwa madogo. Tunapata lakini sio yale mahitaji tunayotarajia. Inategemea kwa vile sehemu inapandwa mwani, lakini kwa huku kwetu Kidoti inakuwa Tazari, Ilimani. Kwa vile ndo tunapanda ule mwani, ninavyofikiria mie inakuwa ile ndio mategemezi yale tuloyategemea kwa huku sehemu yetu tulio. Na kila pahali inakuwa na yale matumizi yake, kama kwingine wale wanafanya ajira hii, wale wanafanya ajira hii. Sasa sisi kwetu imekuwa zao kubwa lile kwa vile ajira yetu ndo mwani. Mbegu tulianzishwa hapo ninapokuambia, hapo tulipoanza kuanzishwa kupewa zile kamba, tukapewa na mbegu. Kaja tukapewa kamba, tukapewa mbegu. Tukaletewa hapa majumbani, tukaenda dukani tukapata. Mbegu inatoka sehemu iliyopandwa ule mwani wenyewe unapoanzishwa. Kwa sababu ile mbegu ya mwani haina uchoyo. Yaani ukishakuwa ule mwani mwenyewe wavuna unakatika katika. Kwa hiyo kama pana jiwe unaganda, kama pana mataka yale ya pwani yanaganda. Kwa hiyo mbegu unaweza kupata, lakini kuanzishwa kwake uletewe kutoka sehemu. Tulianziwa kuletwa mbegu, baadaye tukawa ndo ushakaa mule umo. Kwa hiyo sasa ndo tunapata mule huu tuloanza kupanda kwa kipindi hichi tunapata huku. Tunawahamasisha wawe watulivu, wasifanye mavurugu. Yaani tuchague rais wetu, madiwani wetu, tuendeshe nchi salama. Sisi tunavyotaka mwani kwanza uwe na soko, halafu tuongezwe bei kutokana na kilimo tunachokilima bei ndogo. Kwa hiyo tufanywe maboresho, na kama mbegu zipo aina nyingine pia tuletewe zile mbegu nyingine, na iwe tuwe na mashirikiano. Tunawaomba wapite watufanyie kwa tuko pamoja, wasituache tukawa peke yetu. Tunataka tuje tukikaguliwa vile tujue nini bahari sasa hivi, kama ndo mabadiliko au sasa hivi mbegu hii haifai au kama hivyo tu. Yaani tunataka tukuzishwe.